Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena kwa asubuhi ya leo. Acha tukamshukuru Mungu alafu tukapate kuendelea. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante sana kwa pendo, huruma, fadhila na rehema zako. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa siku mpya. Asante Bwana kwa kila kitu mfalme. Asante Bwana kwa kutulinda, kututunza mikononi mwako. Tunakushukuru. Tunakuomba Bwana majira haya, Mungu mwenye haki, pokea sifa, utukufu, heshima na adhama. Lakini Baba, tunakuomba uwe pamoja nasi tena Bwana katika majira haya. Tunakuomba Bwana ukaseme nasi, ukazungumze nasi tena Bwana. Kwa kuwa tunahitaji kuisikia sauti yako kila wakati, maana ndani ya sauti yako kuna kutiwa nguvu, ndani ya sauti yako Bwana kuna kusonga mbele, ndani ya sauti yako kuna kutiwa moyo, ndani ya sauti yako kuna mafundisho, ndani ya sauti yako Bwana kuna marekebisho, ndani ya sauti yako Bwana kuna kila kitu tunachohitaji. Baba, tunaomba Mungu mtakatifu ya kwamba ukazungumze nasi tena katika asubuhi ya leo Bwana, kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Adui wa msalaba hana nafasi yote ile kujaribu kuharibu wala kuvuruga chochote, lakini Bwana makusudi yako yatatimizwa ili ukazidi kutukuzwa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa alfajiri ya leo ambayo kwa neema yake tena tumepata. Ni mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana, sio mapambazuko ya waombaji. Ni kizazi cha wamtafutao Bwana. Haya ni mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Nilisema mwanzo kabisa kwamba kuna tofauti kati ya waombaji na wanaoutafuta uso wa Bwana. Kuna utofauti. Yesu asifiwe. So naomba tuendelee pale mahali ambako tuliishia jana, na tumeingia kwenye kipengele cha kuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya, nimesema jana, nikaeleza vizuri, nikaeleza kwa kiasi fulani kwamba kuwa kiumbe kipya sio tukio. Kuwa kiumbe kipya sio tendo. Kuwa kiumbe kipya ni mchakato ambao huwa ni endelevu. Kwa hiyo ni kama kusema hivi, kuwa kiumbe kipya ndio kukua kiroho, yani the way unakuwa na ile spiritual growth, ni the way unakuwa kiumbe kipya. Kuna mambo yanaondoka, lakini nataka uchukue tahadhari, maana kwa sababu hiyo huenda mtu akadhani, huenda mtu akafikiri kwamba kwa sababu hiyo kama ni hivyo basi kwamba ni process, kwamba ni kitu ambacho kina take time, basi naweza tu acha tu niendelee mpaka pale Mungu atakaponipa neema ya kuacha. Nisikilize, neema ya Mungu huwa iko nyuma ya maamuzi yako. Maana kama isingekuwa nyuma ya maamuzi yako, ni kusema kwamba watu wote sasa hivi duniani hakuna mtu angekuwa anafanya tofauti na vile Mungu anavyotaka. Hakuna mtu, kwa sababu tunaishi kipindi cha neema na tayari Yesu alishakufa msalabani. So kila kitu ingekuwa kimefanyaje? Kila kitu ingekuwa over, kilicho kibaya kingekuwa over kwenye maisha ya mtu, leo imeshaondoka. Lakini kwa sababu inafuata maamuzi yako, ndio maana bado pamoja na kwamba Yesu amekufa msalabani, still kuna vitu vinaendelea ambavyo havimpendezi Mungu na wala Mungu havitaki. Bwana Yesu asifiwe. So ni muhimu ukaelewa kwamba neema ya Mungu inafuata maamuzi yako. Usiokaa pale unafanya tu. Maana binti moja aliniambia, sisi tumefundishwa neema imemaliza kila kitu. Neema imemaliza kila kitu. So nasema mimi naenda club kawaida, na kunywa pombe kawaida, nakuwa nalala na wanaume kawaida, neema imemaliza na kila kitu inafanyika kwa neema. Nikamwambia neema ya Mungu haifanyi kazi namna hiyo. Kuna mahali mtume Paulo, nataka kusema hivi, naomba uelewe vizuri kwamba mmoja kati ya mitume waliopewa neema kubwa, au waliopewa nafasi kubwa au mafunuo makubwa kuifundisha neema au kuzungumza kuhusu neema, ni mmoja wao ni Paulo. Paulo anazungumza sana kuhusu neema, na anapoizungumza kwa maana anasema usiipige teke neema ya Mungu. Hatuwezi kuifanyia dhihaka kazi ya msalaba, hatuwezi kuifanyia dhihaka kama Yesu so tunaishi tunavyotaka. No, hakuna kitu cha namna hiyo. Na nataka nikukumbushe jambo moja, kwamba kwa wewe ambaye umemwamini Kristo Yesu, naomba nikukumbushe jambo moja hivi, kwamba hivi, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Au hata wewe ambaye bado hujamwamini Kristo Yesu, lakini uelewe jambo hili kwamba mwanadamu hajawahi kuwa kiumbe huru. Wanarudie tena, mwanadamu hajawahi kuwa kiumbe huru ambaye kwamba anajiamulia tu, anajifanyia tu anavyotaka. Hapana.
Biblia inaeleza vizuri kwenye Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 anaposema, kwa maana alituokoa kutoka nini? Nguvu za giza, akatuleta, hakutuacha. Alipotuleta hakutuacha, no, alituingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. So ametutoa kwenye nguvu za giza, hakutuweka hapa katikati kwamba sasa ni no man's. Hapana, kwamba ni ile kwenye ile sema wewe ingekuwa ni taifa na taifa pale mpaka no man's land. Hapana, hakutuacha hapa kwenye no man's land. Hapana, alivyotuleta hakutuacha hapa, alitupeleka moja kwa moja to the other side, to the first side. Ametutoa kutoka second side akatuleta kwenye first side. Ametutoa huku kwenye nguvu za giza akatuingiza moja kwa moja kwenye nini? Kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. So hakututoa akatuacha tu. Nataka uelewe jambo moja, tulizitumikia hizo nguvu kwa kuwa zilikuwa juu yetu, zilikuwa na uwezo kuliko sisi, zilikuwa zikituendesha. Toka sawa sawa, tunapotolewa kule tunaingizwa kwenye ufalme ambao nao umekamilika, una nguvu, unapaswa utuendeshe. Sio kama unaelewa? Sasa sio kwamba maana kuna watu kwamba sasa ni mahuru. Hapana, hatukuitwa ili kwamba tuwe na uhuru wa kuharibika. Sisi sio wana wa mahuru. Mwanadamu hajawahi kuwa huru. Ametolewa kwenye ufalme wa giza akaingizwa kwenye ufalme wa nuru ambao unatumikia haki. Ufalme wa giza kutumikia uovu, mpaka ufalme wa nuru kutumikia haki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nirudie tena kwa mara nyingine kwamba sheria ya neema ina nguvu kuliko sheria ya Torati. Yesu atusaidie sana. Kwa sababu hiyo ni muhimu ukaelewa. Watu usije ukakaa tu yani unakaa sasa umebweteka tu kwamba mimi naweza nikafanya chochote kwa sababu kuwa kiumbe kipya ni process. Hapana, hiyo process inafuata maamuzi yako. Lazima udhamirie kwanza kwamba mimi kwenye hili I'm out, nimetoka, sitaki tena hii habari. Kutoka hapo neema ya Mungu sasa inaingia kazini. Anaanza kuonyesha, hapa unapaswa ufanye hivi, baada ya hapo unatakiwa ufanye hivi, baada ya hapo unatakiwa ufanye hivi. Unaanza kupata maelekezo ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huwezi kuwa kwamba wakati hujamwamini Yesu ulikuwa una addiction fulani na umekuja kwa sababu kuwa kiumbe kipya ni mchakato, basi ukaendelea na ile addiction yako ukisema Mungu atanisaidia tu siku moja nitaacha. Mungu atakusaidia siku moja utaacha. Amua kwanza kuacha ili Mungu aingie kazini. Kama hujaamua kuacha haitakusaidia, hautaacha na kweli utaendelea. Atusaidie Mwokozi Yesu. Kuna addiction zingine mbaya sana. Sasa unaingia unapotolewa kule unaendelea kubaki pale kwamba haina shida. Nataka hebu ngoja tuseme mstari mmoja hapa. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Yohana Mtakatifu sura ya 1 12. Amba tuisome na nasoma katika jina la Yesu na kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nenda kasome Biblia yako ya Kiingereza. Haleluya sana. Biblia inasema hivi: bali wote waliompokea yeye aliwapa nini? Uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Yesu asifiwe. Biblia hapa haielezi kwamba wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Nataka ushike vizuri. Wote waliompokea aliwapa uwezo. Alitia ndani yao nini? Kama ni kwa Kiswahili hiki, alitia ndani yao nguvu, ambayo nguvu itawafanya kuwa viumbe vipya. Itawafanya kuwa watoto wa Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Alitia ndani yao nguvu. Kwa Kiswahili hiki hapa, alitia ndani yao nguvu, ambayo nguvu itawafanya wawe watoto wa Mungu. Tuko sawa sawa. Lakini haimaanishi kwamba watu walioliamini tayari wameshakuwa. No, anasema aliwapa uwezo. Na ukisoma kwenye Biblia za Kiingereza, baadhi yao kuna ambazo zinasema power na kuna ambazo zinasema he gave them right, a right to become, a right to become. Aliwapa haki ya kufanyika, kwamba hiyo haki unaweza ukawa, na kama hutaki pia unaweza ukabaki. Kama unaelewa vizuri. Nirudie tena.
Anasema he gave them right to become. Kama ni right to become ni kusema, anamaanisha kwamba kuna wakati kama utataka kuwa hivyo ni haki yako na utakuwa. Kama hutaki hautalazimishwa. Hautalazimishwa. That's why ninasema kwamba kuwa kiumbe kipya ni maamuzi ya kutoka ndani kwanza, ili neema ya Mungu ifanye kazi. Huwezi tu kuenenda tu kwa sababu basi unaenda tu. Hapana. Yesu atusaidie sana. Na mimi nilisisitiza hili kwamba sio hivyo hata kidogo. Ni lazima ufanye maamuzi. Ukishafanya maamuzi, Mungu anakuwezesha. Hapa uwezi kwa akili zako mwanangu, anakutoa. Na hata hili lenyewe hutaweza kwa akili zako mwanangu, anakutoa. Taratibu. Kila kitu kitaendelea. Hicho kitu yeye anajua. Anasema aliwapa uwezo. Kama ni uwezo kwa Kiswahili hiki ni kusema ile nguvu ilitiwa ndani. Inajua nini cha kungofoa na nini cha kuweka. Anajua nini cha kutoa na nini cha kupachika. Anaelewa vyote kabisa. So, muhimu hii kuielewa vizuri kwamba yeye tulipoliamini jina lake. Na ni muhimu ukajua sana. Unajua wakati mwingine niliwahi kuongea na brother kakangu kabisa ambaye yeye ni firstborn kwa baba yangu na mama yangu. Wakati naongea naye namwambia habari ya wokovu, habari ya kumwamini Yesu, kaniambia unajua mimi sinywi pombe. Mimi sivuti sigara. Sina michepuko. Mimi si mwizi. Mimi sio hiki, mimi sio kile. Anambia kwa sababu hiyo, sasa unaponiambia kuokoka au kumwamini Yesu, kuna maana gani? Yaani kumwamini Yesu, yani unamaanisha nini? Naambia nisikilize. Biblia inaeleza vizuri kwamba kwenye kitabu hiki cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18. 17 anasema hivi. Anaeleza vizuri anasema hivi. Anasema kwamba wasiomwamini wamekwisha kuhukumiwa. Kwa nini anasema? Kwa sababu hawakuliamini jina la mwana wa pekee wa nani? Wa Mungu. Hawakuliamini nini? Jina. Kwa anasema wale waliaminio jina lake walipewa uwezo, a right to become children of God. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua you can become child of God. Lakini kwa namna gani? Ni lazima umefanya maamuzi. Maana ulichopewa si kwamba umetengenezwa, umepewa uwezo kwamba ukiamua itatokea. Haujaamua haitatokea. Maana si kwamba umefanywa. Unajua kitu ambacho kinatokea automatic ni kile ambacho kiko nje, yani kiko nje ufahamu wako, kinatokea tu unashangaa tu kimefanyika. Unashangaa tu kimefanyika, hicho ndio kitu ambacho kiko namna. Lakini vingine vyote ambavyo havitokea automatic vinahitaji maamuzi yako. Ndio maana umepewa ni uwezo, na si kwamba ulitengenezwa kuwa mtoto wa Mungu. Ila umepewa uwezo. Ukitaka unaweza kuwa, na usipotaka unaweza kubaki. Na hakuna kesi. Yesu atusaidie sana. Hakuna mtu anakulazimisha. Sasa kujaribu kuangalia, ukisoma habari za Sauli aliyekuwa Paulo. Sauli ambaye alikuja kuwa Paulo. Wakati wake alipoitwa na Kristo Yesu. Wakati alipoitwa, amekutana na Yesu njiani akielekea Damascus kwa ajili ya kufanyaje? Akielekea Dameski kwa ajili ya kuwaua watakatifu. Akiwa barabarani anaelekea Dameski, anakutana na Yesu. Kama unavyojua, anakutana na Yesu. Na kutoka pale, hakuna mahali tunasoma kwamba Paulo aliendelea kufungamana ile kampani yake ya kwanza. Hakuna mahali tunasoma kama hapo. Hakuna. Kutoka hapo ratiba za maisha yake zilibadilika moja kwa moja. Aliposikia alifanya maamuzi. Pamoja na yote kwamba aliwekwa chini na Yesu, lakini baada ya hapo ilibidi aseme ndio Bwana nimekubali. Jamani, Bwana Yesu asante sana. Kwa hiyo ni muhimu ukajua kuwa kiumbe kipya hakutokei kama chafya. Yaani hakutokei kama kikohozi kwamba hujui kinatoka wapi. Hata kikohozi wakati mwingine unaweza ukajua kama kinatokana na hili vumbi ambalo umesikia harufu yake. Linatokana inawezekana na hali ya hewa fulani. Lakini hakutokei kama chafya au kama kipele kwamba hata hauna taarifa. Hapana. Kuwa kiumbe kipya ni kitu ambacho unaamua mwenyewe. Kwa kiumbe kipya unaamua mwenyewe. Kama vile ambavyo uliamua mwenyewe kwenda kujichora tattoo,
na unaweza kuamua mwenyewe kwenda kuifuta. Hivyo hivyo ndivyo nakuwa kiumbe kipya kunavyokuwa. Lazima ufanye maamuzi kwamba Bwana, sasa 1 2 3 sio yangu, sitaki tena. Bwana Yesu nisaidie, niwezeshe, nitoe, nifanyie. Inawezekana. Yesu na atusaidie sana. Ila kabla ya hapo haiwezekani. Na maana nasema aliwapa uwezo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuwa kiumbe kipya ni vile ambavyo unaendelea kukua kiroho. The way unaendelea kukua, kuna vitu vinaondolewa. Lakini ili ukue, lazima kuna hatua fulani unazochukua. Jamani, sio kukaa tu. Huwezi kukaa tu kama bench, huwezi kukaa tu kama meza, huwezi kukaa tu hivyo kama ukuta kwamba itafanyika. Hapana, lazima kuna vitu unaamua. Unaamua kulisoma neno la Mungu. Unapoamua pale kwenye kulisoma, ni maamuzi hayo. Unaamua kuacha baadhi ya vipindi vya TV, unasoma Biblia. Wakati unasoma ndio mambo yanaendelea kutokea. Unaamua kuacha kusikiliza baadhi ya story, baadhi ya vitu, kufuatilia baadhi ya vitu kwenye simu ambavyo havina maana. Unaamua muda huo utumie kuomba. Ndio vitu yaani ndivyo inaendelea. Lakini lazima kuwe na maamuzi. Narudia tena, mimi nilipomwamini Yesu, nitoe ushuhuda mfupi kidogo kwamba mimi nilipomwamini Yesu nilikuwa ni mtu kupenda gym sana. Gym si mbaya, gym si mbaya. Lakini narudia tena, inategemea na vile ambavyo umefanyaje, umeitwa. Kwa mfano, Petro kutokula na watu ambao hawajatahiriwa, Biblia haielezi kwamba ilikuwa ni dhambi, lakini kwa Paulo kilikuwa kitu kibaya. Kwa Paulo haikufaa, maana nini? Hakuitiwa hayo. Kwa hiyo mimi nilipookoka nilikuwa napenda sana gym. Nilikuwa napenda. Kwa hiyo nilikuwa naendaga na ratiba yangu ikaendelea. Lakini siku moja nikajikuta tu naelekea, niko barabarani, nimeshafika pale sasa dojo, nataka kuanza gym. Wakati nimefika pale, nikajikuta tu najiuliza, hivi kwani kuna siku nitakuwa kibaka kwamba nahitaji msuli mkubwa nipige mtu roba? Kuna siku nitakuwa mwizi kwamba nahitaji nguvu za kuvunja mahali? Hapana. Sasa hii inakuwaje? Huu muda niutumie kuomba. Nikabadilisha ratiba saa hiyo. Nilipoamua kuondoka pale, wala hata ile shauku ya kurudi pale haikutokea tena. Nataka ujue jambo moja, ni lazima kuwe na maamuzi fulani ndani ya moyo wako, ndio Mungu akupe neema ya kutoka. Lazima kuwe na maamuzi fulani. Hili nalisisitiza sana kwa sababu kuna watu wanataka kuelewa kwamba, au kuna watu wanataka kusema kwamba utakaa tu sasa Hapana, hakuna kitu ya namna hiyo. Ni lazima umefanya maamuzi ndani ili Mungu akupe neema ya kutoka hapo. Yesu na atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ujue hivi kwamba kuwa kiumbe kipya ni kushinda udhaifu wako. Kwa hiyo udhaifu wako utaushindaje? Lazima ugundue kinachokusumbua. Ukishakigundua uamue kukiacha. Narudia tena, to become a new creation is to overcome your weakness. Yes, it's to overcome your weakness. Kama hujaushinda udhaifu wako, bado hujawa kiumbe kipya. Maana kuna watu wanasema, jamani, mimi huu ni udhaifu wangu, mimi siwezagi kabisa. Sasa hiyo ni kitu cha maana kabisa, unatakiwa ufanye. Unasema uwezi kwa sababu ni udhaifu wako. Nataka ujue jambo hili moja. Lazima, yani kuwa kiumbe kipya ni kuushinda udhaifu wako. Kama hujaweza kuushinda udhaifu wako, bado hujawa kiumbe kipya. Huwezi kusema kwamba wewe ni kiumbe kipya, wewe ni mtoto wa Mungu na haujashinda udhaifu wako. Haiwezekani. Yesu na atusaidie sana. Haitawezekana kabisa. Jamani, nataka niseme hivi. Ubinafsi kila binadamu anao duniani. Kila binadamu anao ubinafsi. Lakini ubinafsi unapozidi unazaa uchoyo. Na uchoyo ukizidi unazaa ufisadi. Sasa huwezi kuniambia kwamba wewe ulikuwa na kahali fulani ka ubinafsi kalikopitiliza ambako kamezaa uchoyo, alafu unasema yani mimi bwana. Haiwezekani. Lazima uamue kwamba hii nimeshagundua mimi ni mchoyo, na kama ni mchoyo, Yesu, nimeamua kutoka hapa. Wewe usijali kwamba Mungu atakutoa kwa namna gani. Anaweza kukufundisha kwamba unanunua chakula au unanunua kitu na unawapa watu wengine chote, hauli hata kidogo. Unaamrishwa toa, wape. Inauma, lakini toa. Inauma, toa. Waka baadaye hiyo kitu itakufa ndani yako. Lakini lazima ujue, lazima uamue kutoka hapo. Yesu na atusaidie sana. Kabla hujaamua haiwezekani. Naomba twende kitabu
cha Marko. Kitabu cha Marko. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tunapoenda kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 34 nikwambie mambo haya. Kuna mambo kadhaa ambayo au ni hatua kadhaa ambazo ni lazima mtu uamue kuzipitia. Hizo hatua ziko kama 4 hivi au zaidi. Roho Mtakatifu anaweza kuongeza zaidi ndani yako na kwingineko, lakini nataka ujue jambo hili. Yako mambo 4 hapa ambayo Roho Mtakatifu alikuwa ananisemesha. Jambo la kwanza, kuwa kiumbe kipya. Lazima nimesema hapo mwanzo na niseme tena, lazima umefanya maamuzi ya dhati kabisa ndani ya moyo kuachana na hali ambayo umekuwa nayo. Lazima umefanya maamuzi ya dhati kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba samahani, naomba tuanze kitabu cha Luka sura ya 14. Luka sura ya 14 mstari wa 25 mpaka 27. Naomba tuende kwa haraka, muda umeisha. Kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 25. Na neno la Mungu linasema hivi: makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume kwa wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yesu asifiwe. Si kama umeielewa vizuri. Anasema kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake, mama yake, mke wake na anasema na wanawe na ndugu zake wake kwa waume, naam, hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ni kusema hawezi kuwa kiumbe kipya. Ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu, ili uweze kuwa kiumbe kipya, mtu mwenye spiritual growth, ukuaji wa kiroho, mtu mwenye kuongezeka, mtu mwenye kukua kiroho, lazima uwe umefanya maamuzi ya dhati kabisa kuichukia kabisa hali yoyote mbaya isiyotokana na Mungu ndani yako. Iwe ilikuwa ikiendeshwa na familia, ikiendeshwa na ukoo au na nini, au chochote ikiendeshwa na sheria yoyote, lazima uamue kwanza kabisa kuachana nayo. Lazima uamue kabisa. Maana bila hivyo huwezi kamwe kuwa kiumbe kipya. Huwezi kamwe kuwa mwanafunzi wa Yesu. Huwezi. Kwa sababu gani? Lazima uwe umeamua kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe umeamua kwa dhati ya moyo wako kabisa. Umefanya maamuzi ya kwamba mimi nimeshaamua liwalo na liwe. Nimekataa hii hali. Natoka. Yesu atusaidie sana. Kuna mambo mengine ambayo baada hata ya kumwamini Yesu utashirikishwa na familia. Nilisema jana, utashirikishwa. Vipi ushiriki wako? Kama unajitoa kushiriki, bado lazima umefanya maamuzi ya dhati kabisa. Nataka ujue jambo hili, kwamba ni vizuri ufanye maamuzi ya dhati. Ndio maana Yesu anasema kama hawezi kuchukia baba yake, mama yake, mke wake, wanawe, akachukia ndugu zake, kama maana yake kuchukia si kwamba ni kugombana na wao, ni kukataa mienendo yao, kukataa kutembea na hali yao. Lazima, yani bila kuikataa hiyo hali yote kabisa, anasema mpaka na nafsi yako mwenyewe. Maana yake yale mambo ambayo mwenyewe yalikuwa ndani yako, hayatokani na ndugu zako, hayatokani na wazazi, hayatokani na ukoo wa kwenu, hayatokani na chochote, ila yako wewe, ndani yako wewe mwenyewe. Mpaka hayo nayo bila kuyachukia, huwezi kamwe kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndio maana sisitiza kusema kuwa kiumbe kipya ni maamuzi ya dhati ya moyo, na Mungu akupe neema ya kusonga mbele. Yesu asifiwe. Kabla haijafanyika hiyo, huwezi kabisa. Yesu mwenyewe anathibitisha hapa. Wala hawakuwa mitume, wala hakuwa mtu. Yesu mwenyewe anasema kama mtu hatafanya hayo, hawezi kamwe kuwa mwanafunzi wangu. Hatawezi. Kwa nini hawezi kuwa mwanafunzi? Ni kwa sababu hajaamua kutoka, hajaamua kubadilika, hajaamua kuachana na hayo mambo. Na kama hajaamua, hawezi kama kuwa mwanafunzi wangu. Yesu atusaidie sana. Yesu na atusaidie. Naomba tuongeze kidogo pale. Mstari wa 28 anasema 27 anasema mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu.
Anaposema kuuchukua msalaba, haina maana na wewe sasa ubebe msalaba unaenda Golgotha au unaubeba shingoni au unabeba mfukoni. Kuuchukua msalaba, neno msalaba linatokana na sulubisha. Bila kukubali kuusulubisha mwili wako, bila kukubali kusulubisha mambo ambayo ulikuwa nayo, kuisulubisha nafsi yako, manake kuisulubisha manake kuinyima yale mambo ambayo umezoea, kunyima mwili wako yale mambo ambayo umezoea kuunyima, bila kuamua kuunyima, bila kuamua hivyo, maana ukiunyima ni mateso, ni kusulubisha. Bila kuamua kuunyima, huwezi kamwe kuwa mwanafunzi wa Yesu. Lazima uamue kuunyima, uamue kusulubisha. Lazima kila siku chukua msalaba wako kila asubuhi. Unapotoka kwenda kazini, amua leo nimebaki, kuna ofa pale ya 1 2 3, lakini ile haimpendezi Mungu. Siwezi, sitaki, nimekataa. Mimi njia yangu itakuwa hii. Ukifika kule, Mungu anakutengenezea mazingira, unavuka. Yesu asifiwe. Sasa unajiachia tu. Mtu mmoja aliwahi kufuatwa, baba mmoja aliwahi kufuatwa na watu fulani, wamekuja wafanye ibada ya mazishi, ibada ya nini inaitwa, ibada ya kumuombea marehemu aliyekwisha kufariki fulani. Ndugu yake si baba yake alikuwa, wamekuja wakafanya ibada ya kumuombea huyo marehemu. Wamekuja hapo nyumbani kwake, wamekuja na vitu na nini mpaka na maua na nini ili waende kwenye kaburi wakafanya ibada. Hasa akiwa pale yeye mwenyewe nadhani alikuwa na hofu kidogo kwamba anaondokaje, anatokaje kwenye huo mtego. Moyo unauma, lakini kama hana namna, kwa neema ya Mungu akawa amemwalika, amemuita mchungaji wake, akamwambia, mchungaji, kuna 1 2 3 inataka kutokea, tafadhali siku hiyo uwepo na muda fulani. Kwa hiyo wakati wanakuja wale ndugu, wakamkuta mchungaji yuko pale. Sasa mchungaji ndiye akasimama kama msemaji wa familia, akasimama akamwambia, hapana, hiyo haitafanyika hapa. Na Mungu akampa neema kubwa sana mbele za wale watu. Akazungumza. Mwisho wa siku akamuuliza, na haya maua? Akamwambia, yarudisheni mahali mlikoyatoa. Kwa nini? Yaani ni lazima kuwa na maamuzi, wapendwa watumishi wa Mungu. Kama hujaamua kuachana hivyo vitu, havitaondoka tu kama chafya. Havitaondoka tu kama kipele, havitokei tu kienyeji. Lazima uwe umeamua kwa dhati. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo naomba tuende mbele za Mungu. Endelea kuomba Mungu. Kumbuka tuko kwenye ujumbe unaosema nia ya Kristo, na tuko kwenye kipengele cha kuwa kiumbe kipya. Ni nia ya Kristo sisi tuwe viumbe vipya kabisa. Kwa hiyo ni kuombe, nenda mbele za Mungu, omba Mungu akutengeneze uwe kiumbe kipya. Omba Mungu, mwambie Mungu, wewe mwenyewe unajua mambo ambayo yamekuwa yanakusumbua, ambayo yanakushinda. Mwambie, Bwana, kuna moja, kuna hili pia. Mwambie, kuna haya hapa baba, haya yananisumbua, kama yananishinda. Naomba kutoka hapa, utashangaa yataanza kuwezekana. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa alfajiri ya leo. Mwenye mamlaka, uweza na nguvu, Yesu Kristo Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu, tumekuja mbele zako mfalme majira haya, tukikushukuru sana Bwana, kwa kutukuza mno, kwa kuwa wewe ni mwema. Tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu tena katika jina la Yesu, kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana ukawe pamoja nasi. Bwana Baba, tunaomba neema yako mfalme wa utukufu. Bwana wangu, tunakuhitaji wewe. Tunaomba Mungu mwenye mamlaka na uweza na nguvu, Bwana uwe pamoja nasi tena katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, tunakuhitaji wewe sana katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tunaomba neema yako tena katika alfajiri ya leo. Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, tunaomba neema yako Baba iwe juu yetu tena Bwana katika alfajiri ya leo. Bwana wangu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, nakuomba Bwana wangu na baba yangu kwamba ukatupe neema Bwana Mungu mtakatifu, tupe neema Mungu mwenye haki. Tunaomba neema yako iwe juu yetu Bwana katika alfajiri ya leo tena Mungu mwenye haki. Baba, tunaiomba neema yako iwe juu yetu Bwana wangu na baba yangu, kwa kuwa Mungu mwenye haki hakuna kitu wezacho peke yetu Bwana pasipo neema yako. Baba, tunakuomba ukatufanyie matengenezo tena kwa wakati mwingine, kwa mara nyingine. Mungu mwenye haki, utufanyie matengenezo Bwana Baba, tuwe kile ambacho ulikidhamiria na kukiamua Bwana kwa ajili yetu Bwana Mungu mtakatifu, Mungu mwenye mamlaka,
Tumekuja machoni pako, mbele zako, miguuni pako, mfalme Bwana, wakati huu tena katika jina la Yesu, Bwana wangu na baba yangu, Baba, tukiomba neema yako ya pekee, neema yako ya ajabu, Bwana Mungu mtakatifu, Bwana Yesu, na kwamba ukatutengeneze Baba, tufanyie matengenezo katika jina la Yesu. Bwana, ukatutengeneze tuwe kile ambacho wewe ulikikusudia, kile ambacho wewe ulikidhamiria, Bwana, ulipokubali kazi ya msalaba, ulipokubali kufanya kazi ile kubwa msalabani. Bwana wangu, tunakuomba ukatutengeneze tuwe hivi Bwana, tuwe kile ambacho ulikidhamiria. Mungu mtakatifu, Bwana Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu asubuhi ya leo Bwana wangu tunaomba tena Bwana katika hii alfajiri ya kwamba Mungu mwenye haki utufanyie matengenezo. Bwana Baba, tunaomba matengenezo, tunakuomba Bwana wangu na baba yangu kwamba ukatutengeneze vile utakavyo, tena upendavyo, tena uonavyo ni vyema, vile ambavyo vinakufurahisha Bwana, hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu mwenye mamlaka, Baba yetu na Mungu wetu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi, aliye Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu. Mfalme wangu na baba yangu, tunakuomba Bwana ukatufanyie matengenezo. Jehova, tunakuomba Bwana rekebisha hali ya mambo ndani yetu Bwana mabwana, tunakuomba Baba ukatutengeneze utakavyo, upendavyo na unavyofurahia. Mungu mtakatifu, hivi ndivyo ukatutengeneze Bwana wangu Baba, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Bwana wangu tunakuomba ukatutengeneze. Fame tupe kwa kile ambacho ulikitarajia, kile ambacho ulikitaka, kile ambacho Bwana ulikidhamiria ndani ya moyo wako wakati ulipokubali kuteswa msalabani kwa ajili yetu. Baba, katika jina la Yesu tunaomba neema yako mfalme. Bwana mabwana, tunakuomba ukatutengeneze Bwana, tufinyange upendavyo. Yesu, tutengeneze tuwe viumbe vipya, tuwe kile ambacho Bwana kinakupendeza wewe. Bwana, tutengeneze kabisa mfalme. Bwana, ule uzamani wetu wote uishe. Bwana, ile hali yote ya zamani ambayo tulikuwa nayo ishe Bwana. Lakini Baba, tuwe vile ambavyo ulitaka wewe, tuwe kile ambacho ulikitaka, Mungu mwenye haki. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu na kuomba Bwana wangu ukatufanyie matengenezo Bwana, ukatutengeneze kabisa vile ambavyo inapendeza machoni pako, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana Baba mtakatifu, Mungu wetu na baba yetu, Bwana mabwana, ukawe pamoja nasi tena, Mungu mwenye haki. Bwana wangu tunaomba sana ututengeneze vile upendavyo, utufinyange vile utakavyo, kwa jina la Yesu. Bwana, tukawe kile ambacho kusudia. Bwana mabwana, tutengeneze Mungu mwenye haki. Bwana Yesu, kumbuka ni wewe uliyeteswa msalabani kwa ajili yetu, ni wewe uliyeumia msalabani kwa ajili ya kutukoa. Ni wewe Bwana mabwana, tunakuomba Bwana ukatutengeneze Mungu mwenye haki. Baba, tutengeneze vile upendavyo. Yesu ulikufa msalabani kwa ajili ya ulimwengu mzima. Tunakuomba Bwana tufanyie matengenezo. Tengeneza Bwana mtu mmoja mmoja, tengeneza Bwana ndani yetu mfalme. Bwana, tuwe kile ambacho ulikitarajia, tuwe kile ambacho ulikitaka katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, Bwana mabwana, ukatutengeneze upendavyo Bwana, ukatutengeneze vile utakavyo, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Bwana mabwana, Baba tunakuomba ukatutengeneze upendavyo. Jehova, acha tuwe furaha ya moyo wako Bwana, tutengeneze Bwana, tuwe furaha ya moyo wako duniani Baba, tuwe furaha ya moyo wako mfalme. Bwana Yesu, ukatukuzwe Baba, ukainuliwe Baba, ukaimidiwe Bwana, kwa sababu ya kuishi kwetu duniani, katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba nguvu na uwezo ndani yetu Bwana. Baba tunakuomba ukatupe neema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatutengeneze mfalme wetu. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mwenye haki, baba yetu na Mungu wetu, Bwana ukatutengeneze. Yesu, tufinyange kabisa Bwana, ukatutengeneze utakavyo na upendavyo, vile inavyokufurahisha wewe Bwana wangu. Hivyo ndivyo ukatutengeneze, vile ambavyo Bwana inapendeza machoni pako, hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana. Baba, tupe kuwa furaha yako duniani Bwana, ukatupe kuwa shangwe ya moyo wako. Maisha yetu Bwana yakufurahishe wewe, ukatupe Bwana kuwa furaha ya moyo wako mfalme. Baba, tutengeneze kabisa katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, tupe kuwa furaha ya moyo wako baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu sana, wewe mwenye mamlaka, mwenye uweza. Bwana wangu, ninakuomba mno kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, ninakuomba Yesu, ukatutengeneze, tupe kuwa furaha ya moyo wako Baba, tupe kuwa shangwe ya moyo wako, tupe kuwa furaha yako Bwana Yesu, wala isiwe kawaida, wala isiwe mazoea. Roho
Mtakatifu Bwana kuomba Baba ukatutengeneze katika jina la Yesu. Baba ninawaombea watumishi wako mbalimbali, maeneo mbalimbali Bwana Yesu, ninakuomba Bwana ukatengeneze mfalme. Bwana tupe kuwa furaha yako duniani, tupe kuwa shangwe moyo wako Bwana. Baba wala isiwe kawaida. Mungu mwenye haki tunakuomba Bwana, tusio viumbe wa kawaida tu. Bwana wangu tunaomba matengenezo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Bwana Baba ukatende. Baba tunakuomba, tunakuhitaji sana wewe Bwana wangu na Baba yangu, kwamba ndani yetu ukadhihirike, udhihirike kabisa ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana tunakuomba udhihirike kabisa ndani yetu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, ukadhihirike ndani yetu Bwana. Baba tunakuomba udhihirisho wa neema yako Bwana, udhihirisho wa nguvu zako ndani yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana Baba ukadhihirike kabisa ndani yetu kwa namna ya pekee Baba, katika jina la Yesu tunakuomba Bwana udhihirike ndani yetu kwa jina lenye uwezo tena mamlaka tena la nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu tunakuomba Bwana ufanye makao yako ndani yetu kama ulivyoahidi Bwana, kwa kuwa vile ambavyo tunahitaji Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba mwenye haki Mungu wetu na Baba yetu, ututengeneze Bwana, tutengeneze mfalme. Bwana ukae ndani yetu na ndani yetu udhihirike Bwana. Baba ukae ndani yetu, udhihirike kabisa waziwazi ndani yetu kwa namna ya pekee Bwana, udhihirike ndani yetu mfalme, kwamba Bwana uko ndani yetu mfalme. Bwana ukadhihirike katika jina la Yesu. Bwana tunakuhitaji wewe, tuna haja na wewe. Wewe ndio unajua nini unataka tufanye kwa wakati gani Bwana, kwa namna gani. Yesu katupe maelekezo Baba, tunakuomba Bwana, tunakuhitaji wewe mfalme, tunakuhitaji wewe katika jina la Yesu. Wewe ndio tuna haja na wewe, wewe ndio hitaji letu Bwana. Baba katika jina la Yesu, asubuhi ya leo mfalme, hii alfajiri Bwana, mapambazuko haya ya kizazi cha wanaokutafuta Bwana wangu, tuna haja na wewe, tuna kiu na wewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba tunakuhitaji wewe Baba, tunaomba neema yako Roho Mtakatifu Bwana, tunakuhitaji wewe Bwana wangu na Baba yangu. Baba tunakuhitaji wewe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Bwana ndani yetu ukadhihirike, ndani yetu ukae Bwana, na udhihirike kabisa ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba ndani yetu ukae na udhihirike ndani yetu katika jina lenye nguvu tena lenye uweza la mamlaka la Yesu aliye hai. Bwana wangu tunakuomba ndani yetu ukae, tuna haja na wewe kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba ukae pamoja nasi Bwana, ukae ndani yetu Bwana, kwa jina la Yesu. Hatutaweza peke yetu, na wewe ndiwe hitaji letu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maana Bwana vitu havijawahi kuwa suluhisho la maisha ya mwanadamu, lakini Bwana tunakuhitaji wewe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba wewe ndiye kila kitu, wewe ndiye zaidi ya yote. Tunakuhitaji wewe ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tunakuhitaji wewe Baba, tunaomba neema yako kwa jina lenye nguvu la Yesu. Baba tunakusihi mfalme wetu kwamba Bwana ukadhihirike ndani yetu Bwana wangu tunakusihi Mungu mwenye haki, ukadhihirike ndani yetu Bwana. Tena Baba tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu Bwana kwenye kila hatua. Baba tunaomba kuongezeka zaidi, tunaomba kuongezeka Bwana. Baba tunaomba kujaa Roho Mtakatifu kwa viwango vipya kila siku Bwana wangu na Baba yangu. Tunaomba udhihirisho mpya wa Roho Mtakatifu ndani yetu, udhihirisho Bwana Baba, nguvu zako ndani yetu mfalme. Bwana tunakuhitaji wewe, tunaomba Bwana neema yako kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu tunakuhitaji wewe, Roho Mtakatifu tunakuhitaji wewe katika jina la Yesu. Bwana ndani yetu ukatujaze, ndani yetu Bwana ujae, ndani yetu ukae kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Mwokozi uliye hai. Baba tunakuomba kwamba mfalme wa wafalme, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, ndani yetu Bwana Baba ukae katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tujaze Roho Mtakatifu katika jina
jina la Yesu. Baba, ninakuomba Bwana kwa ajili ya watoto wako mbalimbali, wako wanaomba saa hii, wanaomba neema yako Bwana, wanakuhitaji wewe, wanaomba neema yako Bwana. Kuna mahali wanahitaji kuvuka, kuna addiction mbalimbali ambazo zimekuwa ndani ya maisha yao. Bwana, ninawaombea kushinda kwa jina la Yesu. Ninawaombea kushinda, ninawaombea wape kushinda, ninawaombea neema yako Bwana, wape kushinda kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wape kushinda Bwana, ukawape kushinda kipekee kwa jina la Yesu. Wape kuwa washindi, wape kushinda na zaidi ya kushinda Bwana, huwa uraibu fulani, uraibu wa mambo fulani Bwana, huwa uraibu wa kamari na vinginevyo. Yesu, watoe watoto wako kwenye kamari, wamezama kwenye kamari. Yesu, wapiganie. Na wengine hata wanapata mshahara na hauna maana kwao, maana baada ya muda umeisha kwa sababu ya kubeti. Kwa jina la Yesu Baba, naomba neema yako na yote watoto wako wanacheza kamari za aina mbalimbali. Yesu, kawape kushinda kwa jina la Yesu. Wanataka kushinda, wakajikuta wanarudi. Wapiganie, wape kuvuka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu uliye hai, Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, mimi nakuomba Mungu mtakatifu, Bwana wangu, ya kwamba Jehova ukawatetee watoto wako. Bwana wako wengine ni wagonjwa saa hii Bwana, maumivu yanawatesa kwenye miili yao Baba, katika jina la Yesu naomba Bwana ukanyoshe mkono wako ukawaguse walio wagonjwa, waguse Bwana. Yesu, nakuomba ukawaponye. Yesu, nakuomba ukawaponye kwa jina la Yesu. Ponya walio wagonjwa Yesu, wainue tena kutoka vitanda vya ugonjwa, wainue tena. Naomba uwaponye, naomba uwaponye. Ganga mioyo yao, ganga miili yao, ganga Bwana, iko ni mifupa, ponya mifupa hiyo, ponya misuli hiyo, ponya hilo tumbo, ponya kifua hicho Bwana. Wale wenye changamoto kwenye moyo unaenda mbio, moyo unaenda spidi, Yesu naomba gusa kwa jina la Yesu, ile heartbeat irudi kwenye hali yake kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukaponye. Wanapimwa hawana pressure, lakini wanaumwa, wanasumbuliwa na hiyo hali. Yesu, nakuomba ukawaponye. Ganga kwa jina la Yesu, ponya Bwana kwa jina la Yesu. Baba, naomba ukaondoe hayo mateso, waondolee hayo maumivu, waondolee hiyo mateso. Yesu, naomba uzima wako uwe ndani yao kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba ukaponye miili yao. Ponye Bwana watu wako, ponye Bwana wala changamoto za kiuchumi, watetee, watetee, watetee kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, nakuomba bariki mikono yao, waongeze Bwana kimapato, wazidishe Bwana katika jina la Yesu. Wako wengine Bwana wanaomba, wana mahitaji ya kiroho, wanahitaji kuongezeka na kukua. Yesu, wape neema, wape neema hiyo Bwana. Wameamua, wamedhamiria. Yesu, naomba ukawawezeshe, naomba watie nguvu, wasaidie kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba uwe pamoja nao, naomba uwatetee, naomba uwawezeshe, naomba Bwana ukawape neema ya kuongezeka, ya kukua na kushinda kila namna ya udhaifu. Baba, nakuomba Bwana ukawatetee kwa jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Wengine Bwana wamekuwa ni wagonjwa, walifanywa operation na sasa Bwana wanahitaji kuimarika. Naomba ukawaguse Bwana wangu, waguse tena Mfalme Bwana, imarisha miili yao, waimarishe Bwana, waimarishe Mfalme, waimarishe Bwana. Wako vijana mbalimbali ambao wanaomba maombi, wanahitaji kukuishi wewe, wanahitaji kuishi kwa ajili yako duniani kwa jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Baba yangu, nakuomba ukawatie nguvu, naomba ukawawezeshe, watie nguvu Bwana, wape neema ya kuishi utakavyo kwa jina la Yesu. Wako vijana ambao wengine wako vioni, wana shauku, wana kiu, wana juhudi katika kutafuta uso wako. Tokea kwao Yesu, tokea kwao Bwana, tokea kwao Mfalme, tokea kwao Bwana, ukawatie nguvu kwa jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba neema yako Mfalme. Bwana wangu, ninakusihi Bwana uwe pamoja nao, watie nguvu Bwana, wawezeshe Mfalme wetu katika jina la Yesu. Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako Bwana katika siku ya leo. Naomba utembee na watoto wako wanapotoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuelekea makazini, wanapotoka manyumbani mwao. Bwana wangu, naomba uwe pamoja nao, na wengine wanatoka makanisani wanaelekea kwenye kazi zao. Yesu, naomba Bwana ukawatetee, naomba ukawapiganie, naomba uwe pamoja nao Bwana Yesu, ukawashindie kila namna ya vita ambazo wanakutana nazo kwenye kazi. Yesu, naomba ukawatetee, naomba Bwana ukawapiganie, naomba Bwana uwe pamoja nao katika jina lenye thamani kubwa sana na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, tunakubariki na kukuinua katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Amen.
Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu, mtu wa thamani, mtu wa pekee, mtu unayependwa sana. Yesu aendelee kuwa pamoja na wewe. Tembea katika neema ya Mungu na uwepo wa Mungu katika wakati wote, kwa jina la Yesu, amen.